Mheshimiwa Rais, toka historia ya nchi hii, mkulima wa Simiyu alikuwa anapata kilo 200 na kilo 300. Wanasiasa wa mkoa wa Simiyu wameitumia pamba kama siasa na sio zao la kiuchumi la kuwatoa watu katika umaskini. Kwanza, hakuna mtu yoyote anayeweza kutathmini bei ya pamba isipokuwa serikali. Hata wakiwa wanunuzi 500 kwenye kijiji, bei ya pamba inaamuliwa na serikali. Na mimi nataka nimuombe ndugu yangu Mpina hapa mbele ya wananzengo. Mimi na yeye tulishakubaliana, Mheshimiwa Rais atasema hoja zake, nitazijibu hadharani, kwa sababu hakuna ambalo serikali inaficha. Mpina huyu aliua kitalu cha mbegu katika kijiji cha Mwabusalu kwa siasa hizi za kuwadanganya wananchi. Serikali ikakiondoa. Tuliweka kitalu, wananchi wale walikuwa wanapata zaidi ya milioni 250 mpaka milioni 320. Fedha za ziada ukiacha bei. Akaenda kuwahamasisha wapande mahindi ndani ya katika hivyo vitalu. Hatuwezi kuruhusu mfumo huu ambao wanao, na mwaka 2019-20 alikuwemo kwenye serikali. Ni mmoja kati ya watu waliompotosha Rais Magufuli kumwambia kuwa bei ya pamba duniani ni juu, rais atangaze bei. Matokeo yake pamba ikafa, hawa wananchi pamba zikanunuliwa 500, ikawa matatizo matupu. Nataka nimwambie yeye na wanasiasa wote wa Simiyu, sintaruhusu mtu yoyote aharibu mfumo ambao tumeanza kujenga. Mwaka huu wilaya hii, Mheshimiwa Rais, pamba ilianguka mpaka tani 30,000. Tunataraji kuvuna tani 60,000. Na niwaambie wakulima, endeleeni kukusanya pamba, bei anayeamua serikali, na tunapanga sisi bei, sio mtu yoyote. Tulianza na 1150, leo tuko 1200. Mwaka jana tulianza na 1150, tukamaliza na 1700. Serikali itakuwa inatoa bei kutokana na mwenendo wa bei ya soko la dunia. Mfumo wa contract farming ndio mfumo sahihi wa kuondoa tatizo la pamba. Nyinyi wakulima hamwezi kutetewa na mtu mwingine isipokuwa serikali iliyoko madarakani. Na nataka nirudie tena, niwaonye wanasiasa wote. Mheshimiwa Rais, ninajua wapo watu waliwafata wasaidizi wako wakiwaambia eti serikali itoe ruzuku ya bei. Serikali haitorudia makosa iliyoyafanya mwaka 2019-20.